mwanadamu hataishi kwa mikate, bali mwanadamu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa ambacho ni cha Mungu. Hiyo ni kusema ya kwamba tutaishi kwa sababu ya neno. Chochote ambacho kiliandikwa, chochote ambacho Biblia imenena, hiyo ndio itatufanya tuishi, lakini sio vile wanadamu wanavyofanya au wanadamu wanavyotaka, bali tutaishi kama vile mapenzi ya Mungu ilivyo, kwa sababu yote itakuja kuisha, lakini neno litasimama milele hata milele. Biblia, ukisoma kitabu ambacho ni cha Mwanzo pale 3, Mwanzo pale 3 pale 16, unaona ya kwamba Mungu anaitwa Mungu kwa sababu ni Mungu mwenye mipangilio, ni Mungu mwenye sheria, na ni Mungu ambaye hajachanganyikiwa, yaani mwenye ratiba yake, na mambo yale aliyofanya kuanzia mwanzo aliyafanya kwa mpango wake. Tunaona aliumba mwanadamu na akamuumba kwa sura yake, akamuumba mwanamke na akamuumba mwanaume, na mwanaume alikuwa tofauti na mwanamke. Mwanamke aliumbwa tofauti na mwanaume, na hiyo ni sawa, maana neno linasema hivyo. Lakini tukikuja hapa duniani, unapata ya kuona watu wamechanganyikiwa. Mwanaume anakaa kama mwanamke, na mwanamke naye anataka kukaa kama mwanaume. Yaani watu wamechanganyikiwa na wamejichanganya. Tuko wakati ambao ni wa hatari, maana mwanadamu vile alivyoumbwa amekataa jinsi Mungu alivyomuumba. Mwanadamu anataka kukaa kinyume na maumbile ya Mungu. Tunaona wanawake wanawake, hiyo ni upotovu, hiyo ni unajisi. Wanaume na wao wanaoa wanaume wengine, hiyo ni upotovu na unajisi. Mwanadamu yuko katika hali ya kukataa maumbile yake. Unapata kuona mwanamke hataki kukaa kama mwanamke, anataka kukaa kama mwanaume. Hataki kuolewa, yeye ndiye anataka kuoa. Hataki kuongozwa, yeye ndiye anataka kuongoza. Hataki kutawaliwa, yeye ndiye anataka kutawaliwa. Vile vile mwanaume naye anakataa majukumu ya mwanaume na maumbile yake. Unaona wanaume sasa wanakataa kuoa, wao ndio wanaolewa. Hiyo ni upotovu. Inafika mahali wanaume wanakataa hata kazi na kuchukua jukumu ya kazi. Sasa ndio wanawekwa, wanakuwa kama wanawake,
kazi yao ni kukaa nyumbani. Unakuwa unapata wameolewa na ni mwanamke mzee, yeye ndiye ameoa. Sasa huyo mwanaume sasa sehemu ya mwanamke inabadilishwa na mwanaume, sehemu ya mwanaume inabadilishwa na mwanamke. Hayo ni mambo ambayo ni kinyume na Mungu, ni mambo ambayo haikuwemo, na ni mambo ambayo imeleta mwanguko, kwa sababu jinsi vile Mungu alivyomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu akiwa na tofauti sana. Lakini siku ya leo hiyo tofauti watu hawataki. Watu wanataka wanaume na mwanamke wote wametoshanishwa, na imekuwa ati kile wanaume wanaweza fanya ati wanawake wanaweza. Hiyo sheria siyo ya Mungu, hiyo ni ya duniani, na hiyo ni ya mpinga Kristo ambaye ni Shetani, maana anapingana na neno la Mungu. Dunia imechanganyikiwa. Ndio unaona mwanamke kamili ni kama anaisha, mwanaume kamili ni kama anaisha, maana wamejichanganya wote. Hakuna mtu anajua mahali pake, wametoka mahali pao, wanataka kukaa katika mahali pa wenyewe. Sikia, Mungu alipoumba mbingu na dunia, tukirudi katika Mwanzo pale 16, Mungu alimpa mwanamke kazi yake na akampa mwanaume kazi yake. Tena walipatiwa majukumu tofauti. Sikia, walipofanya dhambi, Mungu akamwambia mwanamke, nitakuzidishia uchungu wakati wa kuzaa kwako, na uchungu utazaa watoto, na tazama, tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Sikia, wanawake wote Mungu alisema watatawaliwa na mumeo, ama watatawaliwa na waume wao, na hiyo ni Mungu mwenyewe alivyosema. Lakini siku ya leo wanawake wanataka kujitawala, hawataki kutawaliwa na wanaume. Wao ndio wanataka kutawala wanaume. Hiyo sio roho ya Mungu, maana Biblia inasema, naye mwanamke akaambiwa atatawaliwa na mumewe, na tamaa yake itakuwa kwa mumewe, na mumewe atampa chakula, na mumewe ndiye atakaye toa jasho ndio wapate chakula. Hiyo ni Mungu alisema. Lakini dunia leo watu wamebadilika. Wanaume wamekataa kutafuta mkate, na wanawake wamekataa mahali pao pa kutawaliwa, wanataka kujitawala. Wamekosa kuwa wanyenyekevu, kuanzia msichana hadi mwanamke, yaani mama. Wengi hawataki kutawaliwa na hawaheshimu mwanaume.
mwanaume ni mwanaume na ameumbwa kwa sura ya Mungu, naye ndiye kichwa, anafaa aheshimiwe na apewe heshima zake, maana hiyo ni andiko na hiyo ni Mungu na hiyo ni sawa kabisa na ni kweli ya Mungu. Hivyo ndivyo neno linasema ya kwamba mwanaume ni kichwa cha mwanamke, naye kichwa cha mwanamke basi ni mwanaume wake. Na akasema wanawake wanyenyekee, na wao wanaume waongoze, wawe wa kulinda wanawake, wawe wa kuwaongoza. Lakini angalia siku ya leo, watu wamekataa kuongozwa. Wanawake wanaacha ndoa zao, maana hawataki kutawaliwa. Anataka ajitawale, anataka maisha ya kujitawala na kujitawaza. Hataki, maana kuna pesa. Wengine wamebadilishwa na pesa, ya kwamba wakipata pesa mume wake hawezi kusema kitu. Hiyo ni roho ya Jezebeli. Maana uko na pesa, haijalishi hata ukiwa na pesa, bado wewe haujawa kichwa. Kichwa cha familia ni mwanaume. Hata ukiwa mshahara yako ni kubwa kuliko ya bwana yako, mahali pako ni pako, hapajabadilika. Mume wako ndiyo kiongozi, yeye ndiye kukutawala, nawe unanyenyekea. Mzee mwanaume asimame kama mwanaume, naye mwanamke asimame kama mwanamke katika ndoa, na watoto waonyeshwe hivyo, na hawatapotoka. Lakini siku ya leo wamepotoka, kizazi kimepotoka, maana hakuna kutii. Kama mwanamke hatii mume wake, haonyeshi hata heshima mbele ya watoto, hata wale wasichana hawatakuwa na heshima na wanaume. Vile ambavyo watakavyokaa na wanaume itakuwa ni shida. Maana kuna wazazi wa mama ambao ni single mother, lakini hawa single mother wengi hawasemi vizuri kuhusu wanaume, kwa sababu waliachana. Wanawafundisha wasichana wao ya kwamba mwanaume ni bure, ya kwamba naweza kuishi bila mwanaume, naweza kujitawala, naweza kukaa peke yako kama vile nilikaa, naweza kula na kunywa, jitawale, naweza kujiongoza. Na anawaonesha wanaume ni bure. Huyo mtoto anapokuwa anakuwa anachukia wanaume, hata hawezi kunyenyekea. Hata msichana ni mdogo, lakini vijana wengine yeye ndiye ananena, hawezi kuwatii. Hiyo ni shida katika kizazi hiki. Maana mwanaume anahitaji heshima yake kama vile mwanamke anahitaji heshima yake. Hata mwanaume apewe heshima mara mbili, maana yeye ndiye kichwa, naye ndiye anayetawala. Na hiyo ni kweli, maana ni andiko. Maana alisema atakuwa mumeo, naye atakutawala.
Na Adamu akaambiwa ya kwamba kwa kazi ngumu utakula chakula siku zote za maisha yako, na ataambiwa kwa jasho yake atakula chakula na ataletea watoto. Hiyo ndivyo Mungu alivyosema. Lakini dunia yetu imebadilika. Wanawake wanataka kukaa kama wanaume, na wanaume na wao wanakaa kama wanawake. Hata kutembea, hata kuongea, yaani hawezi kujua huyu ni mwanaume au ni mwanamke. Hawezi kujua huyu ni mwanamke au ni mwanaume. Maana hata kuvaa, anavaa nguo za wanaume. Hata kunyoa, ananyoa kama mwanaume. Na maandiko inasema wanawake wasinyoe nywele, bali wanawake wawe na nywele ndefu. Maana hiyo nywele ndefu walipewa ili ifunike kichwa. Hiyo ndio ya kufunika kichwa chako. Hawakupewa vitambaa, walipewa nywele. Soma hiyo maandiko. Sasa leo wamebadilika, wananyoa, wanakaa kama wanaume, tena wanavaa nguo za wanaume. Hata kuongea na kuenenda ni kama mwanaume. Yaani mambo yao ni mambo ambayo hawezi kuelezea. Hiyo ni mwanguko na mchafuko na upotovu. Hivyo ni ishara ya kusema ya kwamba mwanadamu ameanguka. Mwanadamu ameanguka. Mwanadamu ameanguka. Dunia imechafuliwa. Hata wanaume na wao wamechafuka, wanakaa kama wanawake. Naona mwanaume ameweka nywele kubwa. Maandiko inasema kitabu cha Korintho wa kwanza ukisoma 11 na 14 inasema wanaume na wasiwe na nywele ndefu, bali wawe na nywele kidogo. Ni aibu mwanaume kuwa na nywele kubwa, yaani nywele mrefu. Ni aibu, maana nywele kubwa ni ya wanawake. Hiyo ni ishara ya mwanamke ya kufunika kichwa, nywele ndefu. Lakini wanaume wa sasa wanaringa, na sasa imekuwa ni fashoni. Unaona ako na nywele mrefu, na hata wengine wametoboa masikio, na wengine hata wamesuka nywele. Yaani ni upotovu. Hii ni mwanguko. Hii ni mchafuko. Sio vile Mungu alivyosema. Hapa kuna mwanguko. Watu wameliacha neno na agano ya Mungu. Hiyo sasa tunaona wanaume wamevaa hata sketi. Kule Marekani wanavaa sketi. Wanaume wanaolewa. Wanaume sasa wanatongozana. Hiyo ni mambo ya Sodoma na Gomora. Wakati wanadamu unabadilisha sehemu ya mwanaume na ya mwanamke, hiyo ni upotovu. Wakati mwanamke anaingia mahali ambapo mwanaume ndiye anastahili, hiyo ni upotovu. Wakati anavaa mavazi ya mwanaume, hiyo ni upotovu. Wakati anamtawala mwanaume, hiyo ni upotovu.
anataka turudi katika njia, tujiangalie. Maana nakuambia, wakati tunakuja baada ya miaka kama 10 nakuja, doa hakutakuwa. Maana wanawake wanakaa kama wanaume, na mwanaume akiwa na mwanamume hawatawana. Lazima mwanamke anyenyekee, atawaliwe, awe kama mwanamke, ndiye apate mwanaume, ndio wakaanishe wawe pamoja. Lakini mwanamke akikuja na kifua, akikuja na hiyo roho ya kusema tumetoshana, hakutakuwa na doa. Maana hiyo nyumba haitakalika, na mwanaume hawezi kutoshana na mwanamke. Na ukijaribu hivyo, hiyo doa inaisha. Maana hivyo ndivyo ilivyo, na vile vile ndivyo ilivyo hata katika wanyama. Utaona jike kuna dume ndiyo inatawala, hata jogoo ndiyo inatawala, na ndiyo inafuatwa na jike zingine, kuku zingine jike zinaifuata, ndiyo inatawala. Wanyama hawajabadilika, lakini wanawake wamebadilika. Jogoo hazijabadilika, ati jogoo na jogoo, lakini wanaume wamebadilika. Naona mwanaume anaoa mwanaume mwingine, hata maumbile imeshagaa. Ati jogoo zinakaanisha na hazipigani, na sio kienyeji, na ni kienyeji. Jogoo za kienyeji hazikaanishi, labda hizi zimechanganywa, zimepotoshwa za kisasa. Lakini jogoo za kale, za kitambo na zamani hazingekaanisha. Hapana. Maana mwanaume ni mmoja katika familia, kwa nyumba, lakini waleo wanakaa wanaume wawili na wanaolewa na mwanamke mmoja. Hivyo ndivyo kunafanyika. Niliona wanaume 3 wameolewa na mwanamke mmoja, ndio, na wanakaanisha. Hiyo ni upotovu. Wakati wanadamu wanabadilisha sheria yao, wanabadilisha agano ya Mungu na mapenzi ya Mungu, hiyo ni mwanguko. Hapo hakuna doa, hapo ni unajisi, usherati na ukahaba. Maana wameondoka katika agano la Mungu. Ndugu yangu, ni nyakati za kurudi katika neno. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza pale 3, maandiko inasema ya kwamba napenda mfahamu kwamba kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, nacho kichwa cha Kristo ni Mungu. Sikia ya kwamba kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Hiyo ni kusema mwanamke hana kichwa, kichwa chake ni cha mwanaume. Na ndiyo maana wakaambiwa nywele zao ndefu wamepewa wafunike vichwa vyao, ndio iwe na tofauti. Hata malaika wanapoona huyu ni mwanamume, huyu ni mwanamke, wanaangalia ishara ya nywele, na sio nywele tu, bali nywele ndefu, nywele mrefu. Wale nywele kidogo inaoneshana kichwa na haina tofauti kama iliyonyolewa. Maandiko inasema. Lakini sasa leo watu wamebadilisha hayo maandiko,
wanawake ndio wamekuwa ni kichwa cha kutawala, cha kunena, cha kufanya. Maandiko ni neno la Mungu, na neno la Mungu liko vile vile lilivyo, litawahi kubadilika. Ndio unaona leo kama ni wanaume hata hawaheshimiwi hata kwa ndoa zao. Mwanaume hata akilia hakuna mtu atamsikia, hata kwa serikali, hata kwa duru ya mwanaume haisikiki, lakini duru ya mwanamke inasikika. Mwanaume asikilizwi, hata vijana wadogo. Kuna hiyo roho ambayo ni ya kumtenga na kumwakusha mwanaume ndio asiwe mwanaume. Shetani yuko kinyume na mwanaume, kama vile ambavyo alikuwa kinyume na Musa, alikuwa kinyume na Yesu. Hatukuona ati wanawake wakiuliwa kwa Biblia. Wale waliouliwa ni wanaume, hata watoto wao waliuliwa. Kwa nini? Maana ipo siri na mwanaume. Lakini leo wanaua wanaume. Mtoto wa kijana anauliwa, hasikizwi, hana sheria, hata hana kuheshimiwa. Hivyo ndivyo ilivyo, na hiyo ndiyo roho ya Shetani ya kubadilisha agano ya Mungu. Ndio mwanamke atawale, ndio mwanamke atawale. Na ndio unaona sasa hivi mambo imebadilika, lakini bado nitasema kwa sababu hivyo sio hivyo ilivyokuwa. Hata kama dunia imebadilika, neno la Mungu halijabadilika. Ndio unaona sasa wanaume wengi wanatawaliwa na wanawake. Ndio, na kumekuja sheria ati wanawake ndio wa kwanza, ati kwanza tunaanza na wanawake. Lakini ukienda kwa Biblia inasema Adamu alikuwa wa kwanza. Haisemi mwanamke alikuwa wa kwanza, bali nasema Adamu alikuwa wa kwanza. Lakini duniani watu wameharibu agano ya Mungu. Hiyo ni Shetani ndio aondoe mwanaume, ndio mwanamke atawale. Na mwanamke akitawala, sasa Shetani atatawala kama vile alitawala pale mwanzo katika shamba la Edeni. Wakati mwanamke alitawala, alikula tunda, naye akatawala mume wake. Hapo ndipo kifo iliingia. Hata leo inajirudia kama mwanzo. Wakati wanawake wanataka kutawala, hawataki kutawaliwa, wanataka kuwa kichwa, naye Shetani anawadanganya, maana ni wadhaifu. Maandiko inasema mwanamke ni chombo dhaifu, na ndio maana anahitaji mtu wa kumtawala mwanaume, maana yeye sio mdhaifu, lakini wanawake ni wadhaifu. Hata kama hautaki kusikia hiyo ni kweli. Ile jiwe ambayo mwanaume anaweza kuchukua, mwanamke hawezi. Hata kama wanasema ile kazi wanafanya wao wanaweza, haiwezekani. Kuna mbio hautaweza, vitani hautaweza. Mwanamke ni mdhaifu, vile alivyoumbwa, ameumbwa mdhaifu kidogo, lakini mwanaume ndiye ako na nguvu. Na ndio Mungu alisema hata wanaume ndio wakutoa jasho, sio wanawake. Wanaume ndio walikuwa wakulima, wakutafuta chakula, sio wanawake. Kazi ya mwanamke ilikuwa tu kulinda na kuchunga watoto na kuwa msaidizi nyumbani. Wanaume ndio walikuwa ni wakutafuta vibarua, maana nguvu imepatiwa mwanaume, mamlaka imepatiwa mwanaume. Hata kubariki, mtu anabarikiwa na baba yake, sio mama yake. Hata
hata urudi katika kimila. Hiyo ni kweli na hiyo ni sawa. Sasa hata kama wanaume watasoma, haiwezekani watawale wanaume au wawe vichwa. Haitawahi badilika, haitawahi badilika, maana hata udhaifu wa mwili unaonyeshana ya kwamba ni wadhaifu. Sasa wakati watu wanabadilisha hiyo, hapo ndipo tunaona shetani ameingilia na amechafua kizazi. Watu hawajielewi. Unapata kuona hata mtoto mdogo msichana hawezi kuabirika, ako na ndugu zake, lakini huyu msichana hata yeye ako na hiyo roho ya kutawala, hata madugu zake anawatawala, na ni msichana mdogo, tena anaongea, tena amekuwa ndiye kichwa, hana heshimu, haheshimu wanaume, haheshimu hata vijana wengine. Hiyo ni roho ambayo inayokuzwa, na hawa hawataolewa, maana wao wako na mbegu mbaya ambayo sio ya Mungu. Ni kweli, afadhali niseme ukweli, na ukweli utabaki ukiwa kweli. Mungu anasema turudi katika njia zetu. Mwanaume akae kama mwanaume, achukue utawala. Lakini sasa wanaume wametawaliwa, na wametawaliwa na wanawake. Wamekuwa sasa wao ndio chini, wanawake wamekuwa ni vichwa. Wengine hata wamewekwa, wengine hata ndio wameolewa, wengine wanategemea wanawake. Hiyo ni njia ya kutawaliwa. Sikia, hata katika kanisani Mungu hakumpa ruhusa mwanamke awe akimtawala mwanaume, awe mhubiri. Maana mhubiri ako na nguvu, na mhubiri anakuwa na kichwa na mamlaka. Sasa hiyo mamlaka hawezi kuipa mwanamke, maana atatawala wanaume, atawatawala, na hiyo sio mpango wa Mungu. Kitabu cha Timotheo pale 2:12, hii ni neno inasema, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha au kuwa na mamlaka juu ya mwanaume. Mwanamke anapaswa na kukimia, kwa maana Adamu aliumbwa kwanza, kisha Eva. Hiyo ni maandiko, hii sio hadithi, hii sio kitabu yangu. Hii ni maandiko, na imani ni moja, na Biblia ni moja, na Mungu ni moja. Na Mungu ndiye amejenga kanisa yake. Na sheria, kanisa iko na sheria, sio sheria yake, bali sheria ya Mungu. Anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha au kuwa na mamlaka juu ya mwanaume. Nani aliwapa wanawake mamlaka ya kufundisha kanisani na kuwa na mamlaka juu ya wanaume na kuwa wachungaji, kuwa mabishopu? Hiyo anasema, maana Adamu aliumbwa kwanza na kisha Eva. Na Adamu hakudanganywa, bali mwanamke alidanganywa akawa mkosaji. Kwa hiyo wanawake na wawe wanyenyekevu. Na anasema ya kwamba kama vile sheria ilivyosema, ya kwamba hii siyo maneno ya Paulo, hata sheria ilikuwa imesema hivyo. Lakini leo wao ndio wamekuwa wahubiri. Wao kuanzia nyumbani hadi wapi ndio wahubiri. Na hebu angalia vizuri, hawa wanawake wengi ambao ni wahubiri hawana wanaume, hawajaolewa. Na kama wameolewa, wao ndio kusema, wao ndio vichwa hata nyumbani. Wamekataa kuongozwa na wanaume, wamekataa kuwa chini ya mwanaume. Akianza kuwa mhubiri hawezi kuambiwa chochote, maana ametoka katika sehemu yake. Na wataulizwa wakati wa hukumu, hiyo itajirudia. Maana hata mbinguni tunawaona wale wazee 24
wako mbele ya kiti cha Mungu walikuwa ni wazee, hawakuwa ni wanawake. Maana mwanamke anafaa kutawaliwa na anafaa kuongozwa, anafaa kulindwa, maana ni chombo dhaifu, hana nguvu. Hata kudanganywa, anaweza kudanganywa haraka, hata shetani anamdanganya haraka. Ndio maana anafaa kuwa nyuma ya mwanaume, ndio asijadanganyike. Hata nguvu inasema katika kimamlaka, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini leo hii watu hawataki kusikia hiyo neno kamwe, hawataki, wamekataa neno la Mungu. Tuko nyakati hizi, neno likisomwa wanakasirika, na ni Biblia ilinena, na ni Mungu aliweka hiyo sheria. Lakini leo hiyo sheria imepuuzwa. Hebu sikia, hapo ndipo nasema ya kwamba wanawake wanapaswa kuwa wanakimya kanisani. Hawaruhusiwi kusema, kuongea, bali wawe wanyenyekevu kama sheria isemavyo. Sikia, wawe wanyenyekevu, wawe wakutulia. Lakini siku ya leo wao ndio kuongea. Yeye ndiye bishopu, yeye ndiye mchungaji, yeye ndio kila kitu, hata kuongoza kila kitu. Hiyo sio neno la Mungu, hiyo ni mwanguko. Watu wameacha mpangilio wa Mungu, ndio unaona kizazi kimechanganyikiwa. Vizazi vimechanganyikiwa na kuna mwanguko, kwa sababu watu wameondoka katika mapenzi ya Mungu. Wakati mwanadamu anaondoa mapenzi ya Mungu, mapenzi ya shetani inaingia. Maana mmeacha agano. Ukiacha agano, watu wanalia. Ndio unaona kuna kilio. Wasichana wako na kilio, hawaolewi. Wanaume kuna kilio, hawaolewi, hawaowi, kwa sababu hiyo ndio mbegu ambayo imepandwa. Umepanda hiyo mbegu kwa kanisa, ukaipanda hata kwa nyumbani, hata kwa mashule na nini, imepandwa ya kwamba wanatoshana. Kila mwanamke anaweza, mwanaume anaweza, ati wote wanatoshana. Lakini tukirudi kwa Biblia, hawatoshani, hawatoshani. Kila mtu ako na sehemu yake, kila mtu ako na heshima yake, na kila mwanamke anaweza, mwanaume hawezi, hawezi, maana ameumbwa tofauti. Sasa tukitoka katika neno, tunaingia katika mwanguko. Hata kitabu cha Isaia pale 13:12, hebu sikia vile inasema: vijana wamewatesa watu wangu, na wanawake wanawatawala. Enyi watu wangu, viongozi wenu wanawapotosha na wamepoteza njia. Sikia, ati wanawake wamewatawala na wamewapotosha na wamewapoteza njia. Kitabu cha Isaia 3:12. Wanawake wakitawala, wanawapotosha na wanapoteza njia. Hiyo ni maandiko. Angalia, kulikuwa na mtu mmoja mwanamke aliyekuwa anaitwa Jezebeli. Jezebeli alipotawala Israeli, Israeli ilianguka. Waliabudu sanamu, walipotoshwa, maana yule mwanamke Jezebeli alitawala. Na hivyo hivyo ndivyo Mungu anasema kwa kanisa la nyakati za mwisho, ya kwamba wamefanya jambo moja, wamemruhusu yule mwanamke Jezebeli kutawala, na sasa ameleta mwanguko wa vijana, wanaume wameanguka. Kwa sababu amefanya nini? Ameruhusu
kitabu cha Ufunuo 2. Kitabu cha Ufunuo 2 pale 20 nasema nini? Sikia, hata hivyo nina neno dhidi yako, unamvumilia yule mwanamke Yezebeli ambaye anajiita nabii, lakini anawafundisha na kuwapotosha watumishi wangu ili wafanye usherati na kula vyakula vitawaliwa na kafara na kwa sanamu. Sikia, huyo ni Yesu mwenyewe anasema kwa kanisa ya kwamba kuna jambo anayo dhidi yenu. Mumemvumilia yule mwanamke, mumempa ruhusa ya kutawala. Anajiita nabii Yezebeli, ambaye anajiita nabii, lakini anawafundisha na kuwapotosha watumishi wangu ili wafanye usherati. Usherati umeingia kanisani, wachia wanawake, upotovu, mwaguko umeingia wachia wanawake, maana wameachana na sheria ya Mungu na mambo imebadilishwa. Yaani ni kama imebadilishwa. Wakati unabadilisha mambo, basi shetani anatawala. Kama kitu kinafaa kuwa juu, kikikuja chini, basi shetani atatawala. Hiyo imeanguka. Kama mtu anafaa kuwa chini, akija juu, hiyo umebadilisha mipango ya Mungu. Shetani anaingilia hapo. Vivyo hivyo tuko nyakati za leo. Kama wanawake wakae kama wanawake, waheshimiwe kama wanawake, wafanye kazi zao, wasimtawale mwanaume, bali watawaliwe na wawe wanyenyekevu, na hata wafundishe watoto wao wawe wanyenyekevu na waheshimu mwanaume. Kama ni kijana aheshimiwe. Hiyo ni mbegu ya Mungu, na hivyo ndio mpango wa Mungu ulivyo. Fundisheni watoto, wamama wafundishe wasichana, wazee wafundishe vijana, wafundishwe kukaa. Kama ni kijana akae kama kijana, afanye kazi ya kijana. Kama ni msichana afanye kama msichana, hata kazi kama msichana. Ndio, lakini leo hiyo haiangaliwi. Hiyo haingaliwi. Naona hata kwamba hati wasichana hata hawajui kupika, hawajui hata kuvua nguo, hawajui hata kutandika kitanda, maana hajalelewa hivyo. Mama yake anakaa kama mwanaume, hiyo hajui. Sasa mtoto msichana naye anakaa kama mwanaume, na hawezi kuambiwa kitu na mwanaume, maana alikuwa ni wa kujitegemea na kujitawala. Na kuambia kweli ya kwamba ni kizazi kinapotoshwa. Ni kuharibu, tunaharibu, sio kujenga. Vijana wakae kama vijana, nywele kama kijana, tembea kama kijana, ongea kama kijana, fanya kazi kama kijana mwanaume. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na tukirudi katika mpango wa Mungu, tutapata baraka. Baraka iko katika mpango wa Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata wakati unatii, unapata baraka. Mwanamke ukinyenyekea, utawaliwe, uwe mpole, usiwe wa kuongea sana na kubishana na mume wako, utapata baraka. Hata ndoa itakaa. Lakini ukiongea na mume wako aongee, ni nani atasimama? Haiwezekani. Ndio unaona wanaenda kwa wachawi, wanakalia mwanaume ndio amtawale. Ni roho ya uchawi ya kutawala mwanaume, ni roho ya kamotee
kutawala mwanaume. Hapana, mpe heshima yake. Usibishane na yeye. Akiongea wacha aongee, amalize uongee. Mpe heshima yake. Yeye ndiye kichwa. Mungu amesema hivyo. Naye ndiye alikuwa wa kwanza. Na Adamu hakuumbwa kwa sababu ya mwanamke, bali mwanamke ndiye aliumbwa kwa sababu ya Adamu. Hakuna kitu kingine. Aliumbwa kwa sababu ya Adamu. Alikuwa yeye ndiye msaidizi. Sasa unafaa aheshimiwe, apewe heshima yake. Nao wanawake waheshimiwe, kazi zao ziheshimiwe na wapendwe. Maandiko inasema, wanaume, nanyi pendeni wake wenu, muwapende na muwatii. Upendo na kunyenyekea, hizo zinafanya ndoa ikue na ndoa isimame. Hiyo ni sawa kabisa. Na wakati tunafanya hivyo, tunapata baraka kwa Mungu. Kitabu cha Waroma 13:7 inasema, mpe heshima kwa wale wanahitaji heshima. Kila mtu aheshimiwe, lakini hauwezi kutoshanisha watu. Lakini usiseme wote wametoshana. Ukisema wote wametoshana, hiyo ni kusema hakuna heshima. Hata katika familia watu wote hawezi kutoshana. Hata vidole vya mkono hazijatoshana. Lakini tukifika kwa wanaume na wanawake, shetani anafundisha watu wote wametoshana. Hayo ndivyo tunasoma. Ndio, lakini sio vile ambavyo tunasoma kwa Biblia. Ni wakati wa kurudisha kweli. Ni wakati wa kurudisha misingi. Maana misingi imebomolewa. Misingi imebomolewa. Na ukibomoa huyo msingi, umebomoa ndoa, umebomoa kesho, umebomoa hata vizazi vitakavyokuja. Ukiondoa hizo sheria, ati watu wote watoshane. Ukiondoa hizo sheria na agano ya Mungu, umeharibu mahubiri. Umeharibu mahubiri, umenajisi, umechanganya, umepotosha. Ndio maana Mungu anataka turudi katika neno. Turudi katika neno. Turudi katika baraka. Kwa sababu dunia imenajisika na imekuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Mojawapo ni hiyo roho ambayo inayotaka wanaume watawaliwe na wanawake wawe vichwa na viongozi. Hiyo ni roho ya mpinga Kristo, na hiyo ndio inakuja kumaliza dunia nyakati za mwisho, kwa sababu imeharibu mpangilio wa Mungu. Ni kama nyumba iliyojengwa na Mungu, sasa imebomolewa, imebebwa, imejengwa na wanadamu. Nyumba isipojengwa na Mungu, hiyo nyumba itaanguka. Na hiyo nyumba inajengwa na neno la Mungu, vile alivyojenga, vile alivyosema kutoka mwanzo na mahubiri. Tujenge vivyo na tukae hivyo. Tukibadilisha, hiyo nyumba itabomoka. 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 Na utanikumbuka hayo niliyonena, kwa sababu ni neno iliyonena. Turudi katika neno na turudi katika njia za Mungu. Haijalishi mimi mafundisho gani, haijalishi wewe ni wa kanisa gani au wewe ni wa wapi, lakini kama unatii Biblia, tii Biblia. Kama unafuata Biblia, fuata Biblia. Wacha kufuata dini za watu na vikundi za kanisa na majina yao. Kama ni neno, fuata neno. Neno ndiyo iko na uzima na njia. Wacha kufuata vikundi kielekea jehanamu. Neno ndiyo kweli, ndiyo njia. Maana watu wameacha neno,
Na maandiko inasema wataacha neno la kweli na mafundisho ya kweli, na watajitafutia wachungaji wao. Maana wamesoma, wameenda shule waweza kutawala, wanaume anakuwa vichwa. Ndio watajitafutia wachungaji wa kulipwa, wa kujituma na wa shule. Ndio watu watawaliwe na watu wafundishwe vitu vingine ambavyo havina uhai. Nyakati ni hizi za kurudi katika neno na kufanya kama neno, kwa sababu Yesu amekaribia kurudi. Yesu anarudia bi harusi aliye neno. Yesu anarudi kwa ajili ya kanisa ambalo ni neno, limeokoka, linafundisha neno, na kanisa ambalo linaweka sheria za Mungu na mipangilio ya Mungu, kama vile ambavyo Yesu alisema ya kwamba kanisa ni mke na Yesu ndio mume. Kanisa inanyenyekea kwa Yesu. Kanisa haiongozi Yesu, ni Yesu anaongoza kanisa. Hiyo yote ni mifano Mungu amejaribu kutupa. Kama kwa ndoa, mwanaume amekuwa ni kichwa, anatawala. Kama vile kanisa, Yesu ni kichwa na yeye ndiye anatawala. Lakini leo watu wanataka kutawala Yesu, wao ndio vichwa wanataka kutawala, maana wametoka katika mafundisho ya uzima na kweli. Yesu anarudi na anakuja kwa sababu ya wale ambao ndani yao ni neno, wanakaa kama neno. Ndoa zao, mienendo yao, kukaa kwao ni neno. Hao ndio watu Yesu anakuja kwao, watu ambao wamenyenyekea. Kanisa limenyenyekea kwa neno. Kanisa linaongozwa na neno, sio na sheria za wanadamu au vitabu vya kanisa. Kanisa inaongozwa na neno, Biblia. Huyo ndio mke Yesu anakujia, ambaye amenyenyekea chini ya neno yake. Lakini wengine watashangaa, watakuwa kama watu walioitwa harusini, wajiangalilie tu kama vile wanajiangalilia tu leo na kutabasamu. Watashangaa na watabasamu hiyo nyakati Yesu atakaorudi, maana wataachwa kwa sababu hawakuwa neno, hawakuwa chini ya neno, walitaka kuwa juu ya neno. Ni wakati wa kurudi neno na kufanya kama vile neno la Mungu linasema, maana nyakati ni za mwisho na ufalme wa Mungu umekaribia. Aliye na masikio asikie, aliye na macho anatazama. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, tunasema ni asante. Utukufu na heshima zikurudie, kwa kuwa ni Mungu mkuu na hakuna mwingine kama wewe. Umenena nasi ya kwamba ni wakati wa kurudi katika mpangilio, kurudi katika agano iliyo ya kwanza, maana dunia imepotea. Baba, wanawake, wanaume wamepotea. Bwana, tunaomba warudishe kama jinsi ilivyo mapenzi yako, ikasimame. Wache wajielewe, wache mwanaume aelewe yeye ni nani, wanawake waelewe wao ni nani. Wache waende katika sehemu yao, wafanye mapenzi yako kama jinsi ulivyosema, katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba hata vizazi ambazo zimenajisika, wengine wameingia kama wanaume, wanalala na wanaume, na wengine wanawake kwa wanawake, tunaombea hizo vizazi, tukiomba ukawaokoe, ukawafungue. Tuma neno liwakomboe, maana kunao ambao ni wako na hujamalizana na wao. Bwana, ninaomba wafungue mahali waliko. Ondoa hiyo roho Bwana ya Jezebeli, ondoa hiyo roho Baba ya kuasi na kupigana na mahubiri na kupigana
jinsia katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tunaomba inua vizazi na ukarejeshe vizazi, ukarejeshe wanawake, warejeshe wanaume, warejeshe vijana katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili wewe ni Jehova, nawe ni Mungu mkuu, nawe ni Mungu mweza wa yote. Katika jina la Yesu, saa vitakatifu naomba Baba na kuamini. Amina. Amina. Mungu na inuliwe.